mzee aondoke. Asipoondoka mimi nakwenda mpaka nyumbani kwake. Begi naondoka nalo mpaka airport. Hatuwezi kufundishwa na mwalimu kama huyu ambaye hana mbinu. Yes, mwalimu ana mbinu huyu. Mbinu gani hizo anatufanyia? Aondoke. Sisi wakwenda dakika zote na KMC. Kweli? Kodi tumlipe sisi. Baba mwenye nyumba pesa amechukua ya kodi. Halafu bado atusumbue. Kweli? Sio sawa, aondoke. Pengine labda wachezaji kutokana na uchovu wa dabi wametumia nguvu kubwa kwenye siku chache kucheza mechi mbili mfululizo ambazo mechi ni kubwa. Na leo wamekuja kucheza, pengine ilikuwa plan ni control mchezo tu na kutokupoteza matokeo. Taratibu za FIFA wametoa ziko wazi kwamba ni masaa kadhaa 72 kwa mchezaji yanatosha sana kulikava na kuingia uwanjani na kucheza mechi. Wachezaji wako vizuri, lakini mifumo ni tofauti kabisa. Sisi ni watu wa mpira. Ukiniona mimi ni shabiki, lakini ni shabiki ambaye mpira naweza nikakushauri na ninaujua. Kwa mfano, ukizungumzia mechi ya Yanga na Azam iliyochezwa pale Amani, ni mechi ambayo ndani ya dakika 24 25 Azam tumewakosa goli 3 na tumewafunga goli 2. Mpira wa faster. Lakini angalia mpira ambao tulicheza pale. Mechi iliyofuata dhidi ya Simba, aliingia na plani ya uoga. Akawa muoga kweli kweli. Simba anatushambulia. Simba hii ya kinywaji cha blue ya kutushambulia sisi kiasi kile. Lakini bado anaendeleza vile vile kujilinda. Simba amechukua udhaifu, amechukua ile plani tuliyotumia dhidi ya Azam. Kipindi cha kwanza tupeleke moto na akapata goli ndani ya dakika 10. Goli 2 sisi. Tushukuru Mungu alisimama na sisi. Kama sio Mungu saizi hata hii mechi asingekuwepo. Ndio maana alipomtoa Kwasi mlilalamika sana mashabiki. Amefanya makosa makubwa mengi. Amefanya makosa makubwa mengi. Sisi tunasema Yanga yetu hii ni bora. Ndio maana inaongoza ligi. Lakini mwalimu anakotupeleka sio. Nataka niwaambie kitu kimoja. Dar es Salaam Africans kupitia viongozi wake walifanya tathmini, wote tunakumbuka. Mara baada ya kuwa tumekwenda mapumziko kidogo, walifanya tathmini na wakatuletea majibu. Lakini katika tathmini walioifanya tuna jopo la makocha wengi, si ndio? Katika wale makocha tuliokuwa nao akaja akaongezwa kocha mwingine. Kwa wewe mtu mwenye akili, kama unaona una mwalimu alafu ameongezwa mwalimu mwingine, jua kuna shida, si ndio? Umeongezewa kichwa kingine hatari cha gusa chia twende kwao, bado unakuja kutuchezea mpira kama huu. Kiukweli tumeshamuomba president kupitia vyombo vyetu vya habari, atakuwa amezipata. Tunaomba mwalimu aondoke. Na kwa wale ambao wanafahamu namna ya kumtafsiria mwalimu, mwambieni wana Yanga wanasema hii mechi ya leo inatosha. Hayo sasa ni matatizo ya waamuzi wetu. Waamuzi wetu shida zao ziko hivyo. Na mimi mara nyingi huwa nasema waamuzi kuna nafasi wanatakiwa wajitathmini. Kama unaona wanakuja waamuzi kutoka nje, na maana kwenu nyinyi kuna kitu kimemisi. Ndio kama vile yes, linesman alikuwepo pale. Kwa ile tukio lawama zote wanatakiwa wazipeleke kwa mwamuzi wa pembeni ambaye aliona lile tukio, akiwa jirani kabisa na Boka akiwa anaingia kwenye tukio. Kama ni penalti itakiwa kuamua ni penalti. Kwa unavyoona ilistahili kwa penalti. Mimi nimemwona Boka akivana na yule mtu wamedondoka wote ndani ya box. Kwa hiyo kwa kiuzuri zaidi sikuona. Lakini kwa sababu yeye ndo alikuwa ndani, unajua sisi tuko juu jukwani. Yeye ndo anaona vizuri. Kwa yeye kwa maamuzi yake aliona kwamba sio nini? Sio penalti. Kwa hiyo ukienda kwenye marejeo unaweza ukaona inakuwa kama ni penalti. Sio, umeelewa? Kwa hiyo haya ndio matatizo ya waamuzi tuliokuwa nao. Umeelewa? Ndio maana unaona waamuzi wengine wanatoka nje wanakuja kutusumbua hapa. Kwa mfano mwamuzi wa dabi. Yule mwamuzi kuna nafasi Yanga alipata ya penalti. Unamwona kabisa Depo amepigwa kiwiko. Sasa yale maamuzi ya yule referee, bodi ya ligi wanaenda kumwadhibu nani? Watu waambie bodi ya ligi. Hasa tumenyimwa tuta kwa sababu hata Azam coach refa aliyetunyima tuta dhidi ya Azam alifungiwa. Hasa referee wa Morocco anafungiwa na nani? Na ametunyima Yanga penalti. Inakuwaje? Mimi cha kuwashauri ni kitu kimoja tu na nishawahi kushauri. Kama inawezekana waamuzi wetu watafutiwe njia mbadala. Kwanza kama itampendeza waziri mwenye dhamana ya michezo awaite waamuzi wote alafu wasikilize changamoto zao. Tunaweza tukawa tunawalaumu kumbe waamuzi hata posho hawapati, si ndio? Unaweza kuwa unamlaumu mwamuzi kumbe hata pesa zenyewe hapati. Sasa kama ana changamoto zake akikueleza, hapo ndo utakapojua kwamba thamani ya huyu mwamuzi imepotea kiasi gani, si ndio? Waamuzi wametoka nje wanalipwa fedha nyingi, na yeye huyu mwamuzi anaangalia amechukua hela nyingi alafu mimi hela sijapewa na sipati. Kwa nini asiharibu mechi? Kwa hiyo wakae nao chini, wazungumze nao vizuri, waone ni kiasi gani hawa watu wanaweza wakaitumia taaluma yao. Mimi naamini marefari wetu wamekwenda shule na wamesoma na wanaweza wakafanya kazi yao vizuri. Ila kwa sababu huenda kuna kitu hakiko sawa, tunaweza tukawa tunawalaumu tu. Kwa kumalizia, zungumza sana na mashabiki wa Yanga kuelekea kwenye michezo ijayo.
mashabiki wa Yanga kuelekea kwenye mchezo ujao, hii ni vita, na nimezungumza na watu mbalimbali kwamba Yanga sasa ndo kama tunaanza ligi. Niwaambie ndo kama tumeanza ligi, kwa sababu mechi imekuwa ngumu. Watu wanapambana kushuka daraja, watu wanapambana wakachukua ubingwa. Fitina ipo kubwa. Leo hii ziko za ndani tumezipata, tuwezi kusema. Kuna timu ambayo tunakimbizana nao kwenye ubingwa, inaenda kwa viongozi mbalimbali na wengine viongozi wa stafu, huku wakizungumza mipango ya kuitoa Yanga kwenye ubingwa. Si tunajua. Tuambie wana Yanga, focus yetu, kila tulichokifocus siku ya leo, nguvu tulioitumia siku ya leo nje ya uwanja, tukahakikisha tunasaidia timu yetu, tuendelee kupambana sana. Mimi nikushukuru, tunautaka kweli. Mimi nikushukuru sana. Asante sana.